Karibu sana katika mwendelezo wa taarifa zetu asubuhi ya leo kutoka nchini Urusi na Ukraine, ambapo muda huu utasikia taarifa kuhusu Urusi imezindua mashambulizi makubwa ya anga huko mji mkuu wa Ukraine na miji mingine kote Ukraine usiku wa kuamkia leo Oktoba 22. Hivyo utasikia pia madhara ambapo watu kadhaa wamepoteza maisha na wengine kujeruhiwa kufuatia mashambulizi makubwa ya Urusi ambayo yamezinduliwa hivi karibuni au hivi punde huko nchini Ukraine, hasa katika mji mkuu wa Ukraine maarufu kama Kyiv. Na kukumbusha kwamba pia unaweza ukajiunga nasi kwa kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili pia taarifa zote hizi unazipata kwa muda mwafaka kabisa. Na pia usisahau kushare, kucomment na kulike kwa taarifa zetu zote ambazo tunaziweka hapa kwenye chimbo letu la habari za kimataifa JMTV. Karibu sana katika taarifa mashambulizi ya Urusi muda mchache ambao umekwisha kupita huko nchini Ukraine. Milipuko imeripotiwa katika jiji kuu la Ukraine maarufu kama Kyiv na miji mingine ya Ukraine usiku kucha Oktoba 22 au usiku wa kuamkia Oktoba 22, wakati Urusi ilipoanzisha mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya Ukraine. Wakazi katika mji mkuu wa Kyiv walisikia milipuko katika jiji hilo mwendo wa saa 1:10 asubuhi kwa sasa huko nchini Ukraine, muda mfupi baada ya jeshi la wanahewa kutoa onyo la kombora la balistiki la Urusi. Pia kulingana na waandishi wa habari wa Kyiv Independent waliokuwa katika eneo la mashambulizi, wamesema ya kuwa mizunguko kadhaa zaidi ya milipuko ilianza kama dakika 30 baadaye katika mji mkuu wa Ukraine. Milipuko pia imeripotiwa huko mji wa Dnipro, Zaporizhzhia na mji wa bandari wa Izmail. Vikosi vya ulinzi wa anga vinafanya kazi kuzima shambulizi dhidi ya mji mkuu wa Ukraine maarufu kama Kyiv. Meya Vitali Klitschko ameripoti na tahadhari ya uvamizi wa anga ilikuwa bado ipo kuanzia majira saa 2:20 asubuhi kwa saa za huko Kyiv. Klitschko amesema kuwa watu wawili walikuwa wameuawa mjini Kyiv na wengine 5 wamejeruhiwa, akiwemo mtoto wa miaka 2 kufuatia shambulizi la Urusi la makombora huko mji mkuu wa Ukraine. Kampuni kubwa ya binafsi ya kawi ya Ukraine maarufu kama DTEK imesema kukatika kwa umeme kwa dharura kumetokea huko mji mkuu wa Kyiv, Dnipropetrovsk, na kuripoti uharibifu mkubwa wa miundombinu ya nishati katika mkoa wa Odessa. Mioto kadhaa imesikika katika mji huo na madaktari wametumwa katika maeneo ya mashambulizi, ambapo meya pia ameripoti moto wa gari na uharibifu wa madirisha na ua kwa baadhi ya majengo ya makazi katika maeneo hayo. Moto ulizuka katika jengo la orofa ya 8 na 9 katika wilaya ya Kyiv ya Dnipropetrovsk kutokana na shambulio la ndege isiyo na rubani. Hii ni kulingana na Timuri Tkachenko ambaye ni mkuu wa utawala wa kijeshi wa jiji la Kyiv. Moto umezuka kwenye orofa ya 8 na 9 ya jengo la orofa ya juu katika wilaya ya Dnipropetrovsk kufuatia shambulio la adui. Tkachenko ameandika hivyo kwenye jukwaa la kijamii la Telegram baada tu ya mashambulizi ya Urusi katika mji huo. Meya wa Kyiv anayefahamika kama Vitali Klitschko amesema moto katika eneo la juu la Dnipropetrovsk umezuiwa na kuongeza kuwa huduma za dharura zimeokoa watu 10 kutoka kwa jengo hilo na bado pia uokoaji unaendelea. Huduma za dharura pia zilijibu tukio lingine katika wilaya ya Donetsk ambapo jengo lisilo la makazi limeripotiwa kushika moto kufuatia shambulizi la Moscow. Kufikia asubuhi na mapema kabisa, shughuli za kuzima moto na uokoaji bado zinaendelea katika mji mkuu wa Ukraine. Shambulio hilo linakuja muda mfupi baada ya Ukraine kufyatua makombora ya Storm Shadow katika shambulio lake kubwa dhidi ya Urusi, ambapo kulingana na jenerali wafanyakazi amesema shambulizi hilo linadaiwa kushambulia kiwanda cha kemikali cha Bryansk cha Urusi ambacho hutengeneza vifaa muhimu vya makombora ya Urusi. Shambulio hilo pia lilisababisha uharibifu wa vitongoji vya makazi na miundombinu muhimu katika maeneo mengine ya Ukraine, ambapo jengo la orofa huko Zaporizhzhia limeharibiwa kabisa usiku kucha. Gavana Bwana Ivan Fedorovich amesema takriban raia 15 wamejeruhiwa na wanapokea matibabu kufuatia mashambulizi ya Moscow. Kufuatia mashambulizi hayo katika eneo la Izmail, Odessa, yanaripotiwa kusababisha kukatika kwa umeme katika mji huo, ambapo mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya vituo vya nishati katika eneo hilo yameacha maelfu ya kaya zikiwa hazina umeme.
Shambulio la hivi punde zaidi la watu wengi nchini Urusi linakuja huku kukiwa na shambulio kali dhidi ya vituo vya nishati vya Ukraine kabla ya majira ya baridi, ambapo shambulio baya la kombora katika mji wa Kiev mnamo Oktoba 10 inakumbukwa pia liliweza kuharibu mtambo wa kuzalisha umeme wa joto na kusababisha kukatika kwa umeme kwa kiasi kikubwa katika mji huo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliwahi kuonya pia siku ya jana Oktoba 21 kwamba Urusi itaongeza tu mashambulizi kwenye gridi ya umeme ya Ukraine kama shinikizo la kimataifa na tisho la makombora ya Tomahawk inayotolewa na Marekani. Chini ya wiki moja iliyopita, matumaini kwamba Marekani ingeipatia Ukraine makombora masafa marefu ya Tomahawk na kuweka shinikizo la kweli kwa Urusi yalikuwa makubwa, lakini yalikatishwa tamaa na simu kutoka kwa rais wa Urusi Vladimir Putin hadi ikulu ya Marekani. Zelensky amesema kuwa vikwazo vya masafa marefu katika mfumo mgumu wa Ukraine dhidi ya vifaa vya kijeshi na nishati ya Urusi ni muhimu kwa kuilazimisha Moscow kwenye meza ya mazungumzo kumaliza mzozo huo. Wakati Ukraine kwa sasa inatumia ndege ambazo zina rubani zinazozalishwa nchini humo ili kulenga tovuti hizo, rais ametoa wito kwa washirika wa kimataifa kuweka shinikizo kwa Kremlin kwa kusambaza makombora ya masafa marefu ili kushambulia nchini Urusi. Katika shambulio la nadra la kombora la masafa marefu dhidi ya eneo la Urusi, wanajeshi wa Ukraine mnamo Oktoba 21 siku ya jana pia walizindua shambulizi la kombora la Storm Shadow kutokea nchini Uingereza katika shambulio la pamoja lililokumba kiwanda cha kemikali cha Bryansk, ambapo kiwanda hicho kinazalisha baruti na mafuta roketi na kinakabiliwa na vikwazo vya kimataifa. Mapema mwezi huu, jarida la Wall Street Journal lilisema ya kuwa Marekani itaanza ushirikiano wa kijasusi na Ukraine ili kusaidia mashambulizi ya makombora masafa marefu kwenye miundombinu ya nishati huko nchini Urusi. Mapema kabisa pia, kabla ya shambulizi la mji mkuu wa Ukraine ama shambulizi la usiku wa kuamkia leo Oktoba 22 la Urusi huko Ukraine, Urusi pia ilifanya mashambulizi ya ndege ambazo zina rubani katika mji wa kaskazini mwa Ukraine wa Sami na katika mji wa Chernihiv na alisababisha watu takribani 4 kuuawa na kujeruhi wengine 16 katika saa chache ambazo zilipita kabla ya shambulizi hili la Oktoba 22. Urusi ilishambulia Novgorod Siversky huko Chernihiv kwa kutumia ndege zisizo na rubani aina ya Shahedi na takribani tovuti 20 zilishambuliwa. Gavana Vyacheslav Chausi aliandika hivyo kwenye jukwaa la kijamii la Telegram. Raia 4 wameuawa, wanaume 2 na wanawake 2. Watu 7 walijeruhiwa akiwemo msichana wa miaka 10. Msichana anasafirishwa kupelekwa hospitali ya watoto wa mkoa. Mmoja wa majeruhi hali yake ni mbaya, huku wengine wakiwa katika hali ya wastani. Chausi amesema kuna uharibifu mwingi katika mji huo. Raia 9 wamejeruhiwa katika shambulio la ndege isiyo na rubani kwenye miundombinu ya raia huko Sami. Gavana Oleg Horholov amesema hivyo. Mashambulizi ya ndege ambazo hazina rubani yaliweza kulenga njia panda ambako magari na miundombinu ya kiraia yaliharibiwa. Waathiriwa wote wanapokea usaidizi unaohitajika wa matibabu, Horholov amesema, na kuongeza kuwa huduma za dharura zinafanya kazi katika eneo la shambulio hilo. Mkoa wa Sami na Chernihiv ambayo inapakana na Urusi kaskazini imekuwa ikilengwa mara kwa mara na mashambulizi ya Urusi tangu kuanza kwa uvamizi kamili mwaka 2022, ambako pia mnamo Oktoba 20 kituo cha usambazaji wa joto na kituo cha nishati kiliweza kuharibiwa katika eneo la Chernihiv. Chausi aliripoti. Matokeo yake, usambazaji wa umeme huko Chernihiv na sehemu za kaskazini za mkoa umekatika. Mashambulizi hayo yanakuja wakati kampeni ya Urusi inaimarika inayolenga miundombinu ya nishati ya Ukraine kabla ya miezi ya baridi kali katika nchi hiyo. Na huu ndio mwisho wa taarifa hii. Taarifa zaidi na kuahidi ya kwamba utazidi kuzipata hapa kwenye chimbo letu la habari za kimataifa. Endelea kutufuatilia kila siku na kila wakati, na pia hakikisha kwamba umebonyeza neno subscribe ili pia taarifa hizi uweze kuzipata kwa muda mwafaka kabisa. Usisahau kushare, kulike na kucomment ili pia channel yetu uweze kuipata kwa urahisi kabisa. Asante kwa sasa, na pia karibu sana hapo baadaye kwa taarifa zingine zaidi au siku ya leo.